Tumsifu Yesu Kristo. Amani na salama. Poleni sana. Napenda kutumia nafasi hii kwanza kabisa kukushukuru Baba Askofu kwa ujio wako. Nakushukuru. Tumsifu Yesu Kristo. Pekee ndugu zangu, niungane na waumini wote wa Katoliki, lakini pia na wale wasio waumini wa kanisa letu Katoliki. Poleni sana kwa msiba mkubwa uliotupata wa kupotelewa na mwalimu wetu, Mwalimu Vincent. Poleni sana. Ndugu zangu wa Katoliki, huwa nazungumza mara kwa mara nikiwa hapa mbele. Mara nyingi tumekuwa tukikumbwa na kazia, hususani wa kupotelewa na ndugu zetu wapendwa na mauaji ya kushtukiza ya mara kwa mara. Baba Askofu, nikushukuru sana kwa ujio wako kufika kwa wakati, kuja kuungana nasi kumsindikiza mwalimu wetu ambaye amepoteza uhai wake kwa sababu ambazo hatuzijui kama waumini wa Katoliki. Pole sana baba. Msiba huu ni mkubwa kwa mtu ambaye hakufika kwa wakati eneo la tukio. Msiba huu ni mkubwa, umeleta simanzi, umeleta hasira, umeleta huzuni. Hatujui kwa sababu tuko ndani ya kitendawili. Kila mtu anaongea jambo lake analojua kwa tukio aliloliona pale nyumbani. Ndugu zangu, kupotelewa kwetu kwa mwalimu wetu ni jambo ambalo limetustua sana kama waamini na waumini wa kanisa Katoliki. Tumebaki na hali ya sintofahamu kwa sababu mimi binafsi ni mita 20 Baba Askofu kutoka kwenye nyumba yangu alikokuwa anaishi mwalimu. Lakini kutoka kwenye nyumba anayoishi kuna nyumba jirani ni mita 3 tu. Mwalimu huyu amekufa kifo cha kujiona. Mwalimu huyu amepambana kama vita ndani ya nyumba yake. Tumefika na viongozi, Mwalimu Tafi alikuwa pale, katibu wangu alikuwa pale, lakini pia mwenyekiti wangu alikuwa pale, na balozi ambao wote ni waumini wa kanisa Katoliki. Baada ya kuingia ndani, mwanzo nilitoa taarifa, baada ya kuwapigia jeshi la polisi nikaona simu hazipatikani, nikawafuata mimi pale. Nikamwambia jamani, naomba tuendeni haraka, kuna tukio limetokea karibu na nyumba yangu. Baada ya kuingia ndani kwenye nyumba ile, ilikuwa ni vita. Baba, nyumba imefunguliwa ya mwalimu, amefungua mwenyewe. Hajavunja nyumba mwalimu. Kana kwamba kuna mtu anayemfahamu amebisha hodi kamfungulia. Na tunasadiki kabla ya tukio hili waliongea kabisa. Yaani maongezi yakina yalifanyika. Tunapata shaka sana. Tunakwenda wapi? Mwalimu sio mfanyabiashara. Hajihusishi na mambo yoyote ya kidunia zaidi ya kutufundisha neno la Mungu. Leo tunaacha simanzi, hata jeshi la polisi halijui. Nini maana yake? Tunataka tulisaidie jeshi lakini watu hatupo ushirikiano. Tukitoka eneo la tukio wanasema tulisikia sisi huyu mwalimu anapiga kelele. Sasa ulimwambia nani? Tunafika kwenye vyombo vya usalama wanasema wanakuja, tumekuja, kaja OCD, wamekuja na waandamizi kutoka mkoani. Mimi nimefanya interview na watu. Tunafika kwenye nyumba watu wanakuwa mabubu hawaelewi kitu. Sasa ushirikiano huko wapi? Tusifanye dhambi ya usaliti, tupendane kuanzia nyumbani, kanisani na sehemu yoyote tunayoishi. Mwalimu huyu kama mtu angetoa tu hata kasimu, mimi nachelewa kulala naangalia kipindi mpaka saa. Hilo hili wataalamu wanaona kama limefanyika kuanzia saa 5:30 kwenda saa 6. Maana yake nilikuwa wazi na mimi nilikuwa sijalala. Sasa ni lazima tuseme ukweli, tupendane haswa
katika shida na raha. Mwalimu amepigana vyumba 4, yani wanapigana, wanapambana na watu, damu ziko nyumba nzima, vita. Niwaombe ndugu zangu kwenye hili tushikamane sana. Sasa tukikaa tukisema nategemea jeshi la polisi, wale wapigi ramli, lazima mtu aanze kidogo huko anachokona kwamba mimi niliona pikipiki nakuja na nini, na ndio jeshi letu tunaanzia pale. Kwa hiyo niwaombe waumini wenzangu, kwa upendo wa dhati tupendane, lakini ni lazima kila mtu awe mlinzi wa mwenzie, si ndio jamani? Tusibaki baadaye tunakwenda kumsindikiza mwalimu wetu, ndio natoka nyuma nasema mimi niliwaona walikuwa wawili. Haitatusaidia kitu. Tuambie mapema ili tuanzie tukio hapo tulipo. Lakini pili, mimi nawashukuru baba paroko wa parokia yetu pamoja na baba msaidizi. Mlipopata taarifa mliungana nasi moja kwa moja juu ya tukio hili, kuhakikisha tunamfuata ndugu yetu pale, kwa sababu ndugu yetu walipomaliza ndani walimtoa nje wakamwacha uchi wa mnyama, kitu ambacho ni hatari. Lakini pia niwashukuru makatekista wote mliohudhuria ibada hii kwa ajili ya kuja kumsindikiza baba yetu, masista wote mliotoka sehemu mbalimbali, lakini na parokia Mtakatifu Teresia mtoto Yesu. Naomba tusikilizane kidogo. Kwa ushirikiano mlioonyesha, lakini mapadi familia takatifu na mapadi wote mliotoka sehemu mbalimbali kwa ajili ya kufika kwenye parokia yetu kwa ajili ya kuja kufanya hitimisho la ibada takatifu ya kumwaga mwalimu wetu, tangu mwanzo wa tukio mpaka mwisho. Lakini pia nitambua uwepo wa viongozi mbalimbali wa serikali, wenye viti wa serikali ya mtaa na watumishi mbalimbali kila idara kwa ajili ya kuja kumsindikiza ndugu yetu. Mimi kama mheshimiwa diwani ninalaani, ninapinga kwa nguvu zote mauaji yanayoendelea kwenye kata yetu, halmashauri yetu ya mji wa Tunduma, mkoa wa Songwe na pia taifa kwa ujumla. Ninalaani, ninapinga mambo yoyote, mtu akikukosea yanazungumzika. Viongozi wapo, wazee wapo, watawa wapo, mababa zetu wapo. Tukae chini ili tuweze kutatua changamoto ambazo zinatukabili kabla tujafanya mauaji. Lakini pia ninamshukuru OCD wa wilaya yetu ya Momba. Ametoka Momba, aliagiza vijana wake, alikuja OCS, waandamizi wote wa polisi hapa walikuja pale, tukashirikiana nao, wakajaribu kufanya na mkutano pale kwamba jamani, msiogope kutoa jambo lolote kama mmeliona, kwa sababu ni haki. Lakini kwa bahati nzuri tukiwa na mwenyekiti wangu katekista pamoja na balozi, tulikalishwa saa moja jana kujifunza sheria za jeshi la polisi, ni namna gani ukiona tukio na ni namna gani unakwenda kulitaarifu. Lakini kwa kupitia hilo OCD ameomba mwenyewe tutafanya mikutano, lakini atakuja makanisani, lakini pia tutakuwa na vikao vya ndani kwa ajili ya kuelimisha watu juu ya matukio yakitokea na jinsi ya kwenda kuripoti kwenye vituo vyetu vya polisi. Lakini pia salamu nyingi kiupekee zinatoka kwa mheshimiwa wetu DC, hayupo, yuko safarini. Nimempigia simu, tumewasiliana naye, ametoa mkono wa pole sana sana, naye amelaani na kukemea vitendo vinavyoendelea kwenye halmashauri yetu ya mji wa Tunduma, lakini hususani kata ya Kaloleni. Na haya ni matukio mawili kwa muda mfupi. Yaani hao watu wamekufa, walikuwa wanageuziana nyumba tu. Juzi tumepoteza afisa, baba askofu. Naye kapigwa bunduki. Ana maduka yake ya M-Pesa. Wiki hiyo inayokwenda huko nyuma. Lakini leo amekwenda kufa jirani yake waliokuwa wanaongea pamoja. Yaani yule nyumba inaangalia huku, huyu inaangalia huku. Kwa kweli ndio maana nimesema jamani, tupendane, tujipange, kuna kitu tutakivuna hapo katikati. Lakini pia nitoe salamu za mwenyekiti wa halmashauri. Naye yuko safarini, amepokea kwa masikitiko msiba huu, lakini akaomba nimwasilishe kama mheshimiwa diwani wa halmashauri ya mji wa Tunduma ili tuweze kuongea na waamini, lakini kumsindikiza ndugu yetu katika nyumba yake ya milele. Matukio haya yamekuwa ni ya kushtukiza. Jeshi la polisi linatoa rai kwa viashiria vyovyote kwamba wao watakuja makanisani, lakini watakuwa na mikutano. Lakini leo wameniomba kwamba ukisikia fununu yoyote, hata hili tukio, wao wanalifuatilia kwa ukaribu mno. Wameomba ushirikiano, manake kuna watu wanajua kidogo, sasa wanaongelea pembeni. Tunaomba kama unashindwa kumwambia mtu mwingine, mimi kiongozi nipo, lakini viongozi wetu wa polisi wapo, unaweza kufikisha taarifa tukajua pa kuanzia. Niwaombe ndugu zangu, wanajua, kwa sababu kuna mtu ameulizwa, kuna vitu vimeanza kuonekana.
Kwa hiyo tunaomba ushirikiano sana waamini wetu wa Katoliki. Ndugu zangu, mimi niwashukuru kwa wote mliofika hapa, mliotoka sehemu mbalimbali, viongozi wa vigango, viongozi wa parokia, baba zetu wa kiroho, mapadri, lakini pia askofu baba yetu kutoka Sumbawanga na kuja hapa kuhakikisha unahudhuria na unaendesha ibada ya kumsindikiza kaka yetu katekista ambaye amemaliza safari yake duniani kwa kulazimishwa na watu wasiojulikana. Kwa kusema haya, ninashukuru sana, ninamshukuru Mungu wa mbinguni. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu wa mbinguni awabariki. Asanteni sana. Wapendwa wa Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Nisingependa kuongeza tena neno mbali na kuomba. Kipindi hiki ni kipindi kigumu kwetu sisi wote. Tumaini letu ni Mwenyezi Mungu. Tulikabidhi kwake daima. Tulikabidhi kwake. Yeye anafahamu atafanya. Hakuna yeyote mwenye mamlaka na maisha ya mwanadamu mwingine muondolea uhai wake. Tukio hili kwa kweli linasikitisha kweli. Unyama aliyofanyiwa, hata kwa mnyama wa kawaida uwezo kufanya tena aliyofanyiwa huyu. Nashukuru diwani kwa maneno yako mazuri, pole, nikiomba kwamba tuendelee kushirikiana. Matendo haya ya mauaji, watu kupotezwa, yameshamiri na yametia doa kubwa katika nchi yetu. Hatujui tunaelekea wapi. Kila mmoja anakuwa na hofu, hajui kwamba hata kama maisha yake yapo hatari. Kila mmoja. Najua tuna vyombo vya ulinzi na usalama, polisi, katika kuchunguza matukio haya. Sio tu jeshi la polisi, na jeshi la wananchi. Nilikuwa naomba uongozi wa juu wa nchi, kama inapendeza, hatuwezi kuacha kikundi kidogo kikawa kinaangamiza maisha ya Watanzania, na tuna jeshi pia la wananchi. Inawezekana jeshi la polisi wakawa wachache, lakini jeshi la wananchi lingeweza pia likatusaidia katika kupambana na kikundi mpaka tukiangamiza. Kwa nini tusiweke nia thabiti, tuseme sasa imetosha, na sasa hivi tunaunda kikundi, tuna jeshi la wananchi, jeshi kubwa lenye uzoefu, lenye utaalamu mkubwa. Sidhani kama kikundi hiki kinaweza kikanishinda jeshi letu la wananchi. Tukidhamiria, na hakika naamini kabisa tutaweza kuangamiza kikundi hiki. Lakini kama dhamiri haipo, itakuwa ni ngumu sana. Jeshi la polisi lipo, tuna FFU, jeshi la wananchi, tuna mgambo. Kikundi hiki ni kidogo, wananchi wapo. Naamini kabisa tukidhamiria, sidhani kama kikundi hiki kina uwezo zaidi ya jeshi na wanajeshi wa nchi yetu ya Tanzania. Tukisema kwamba wana uwezo, ina maana wameiteka nchi. Na maana tukisema kwamba wana uwezo zaidi ya majeshi yetu, na maana wametuteka sisi. Nchi yetu iko mikononi mwao.
juu sana, ndugu zangu katika Kristo, haijawahi kutokea. Naomba tusali. Singependa kusema mengi, yote tuyaweke kwenye sala. Mwenyezi Mungu yuko nasi, na naamini tukidhamiria na Mwenyezi Mungu atatuongoza, kikundi hiki tutaweza kukiangamiza.